Nambari 1 ni CCM. Jamani, nambari 1. Nambari 1. Katibu mwenezi wa Chama cha Mapinduzi CCM wilaya ya Meru mkoani Arusha, Kennedy Danford Mpumilwa, amewasihi Watanzania kuendelea kudumisha umoja, upendo na mshikamano wa kitaifa. Akizungumza wakati wa msiba wa bibi wa katibu wa UVCCM wilaya ya Meru, Remi Nasari, uliofanyika katika kijiji cha King'ori, kata ya King'ori, Comrade Kennedy Danford Mpumilwa amesema kuwa mshikamano ni msingi muhimu kwa taifa imara. Amesisitiza ni muhimu kwa Watanzania kuendelea kudumisha mshikamano, huku pia akiwataka kuendelea kumwombea Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na mwenyekiti wa CCM Taifa Dr. Samia Suluhu Hassan ili kuendelea kuliongoza taifa kwa hekima na busara. Nchi itasitikisika pale tu ambapo rais atatikiswa. Kwa mantiki moja, kuna sababu za kimsingi sana za kumwombea Rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari Mama Samia Suluhu Hassan maisha marefu, busara, hekima za kuongoza nchi. Tumeona mifano midogo tu. Leo Marekani, Israel, Irani wanapigana. Dunia imetikisika. Mafuta yamepanda bei. Mambo yamesumbua kwa sababu rais ametikiswa. Kwa hiyo sisi kama taifa tuna kila sababu ya kuombea kwa Mwenyezi Mungu viongozi wetu wa serikali, wa dini, ili nchi hii iendelee kuwa na umoja ambao wazazi wetu na walezi wetu walituachia kama tunu la taifa. Na tumuogope sana mtu yote atakayetaka kuharibu umoja wetu wa kitaifa. Tumuogope kama ugonjwa wa ukoma. Kwa niaba ya Chama cha Mapinduzi, nikiwa kama msemaji wa Chama cha Mapinduzi wilaya ya Meru, tumepokea kwa masikitiko makubwa sana kama chama kuhusiana na kifo hiki cha bibi yetu, na baada ya kushirikishwa sisi kama CCM tuna utaratibu wetu wa jinsi gani ya kumshika mkono kiongozi mwenzetu ambaye tuko naye kwenye chama. Kwa hiyo taratibu zitaendelea na mjukuu wenu ambaye pia ni katibu wetu wa umoja wa vijana wa wilaya atakabidhiwa bahasha inayotoka kwenye Chama cha Mapinduzi. Katika hatua nyingine, akizungumza na Sauti ya Mwenezi TV, katibu mwenezi wa Chama cha Mapinduzi CCM wilaya ya Meru mkoani Arusha, Kennedy Danford Mpumilwa, amesisitiza umuhimu wa kulinda amani ya nchi, akieleza kuwa amani na utulivu ni nguzo kuu ya maendeleo ya taifa. Amehitimisha kwa kuwataka Watanzania kuendelea kudumisha umoja na mshikamano kama alivyokuwa akielekeza baba wa taifa Mwalimu Julius Kambarage Nyerere ili kuimarisha mshikamano wa kitaifa. Kwa kifupi ni kwamba tulihudhuria mazishi haya kwa sababu kiongozi wetu wa chama amesifiwa na bibi yake, lakini pia ndio desturi yetu kama Chama cha Mapinduzi kushiriki katika jamii, katika sherehe, matatizo na baadhi ya vitu. Bibi huyo alizaliwa mwaka 1922 ambapo muasisi wa CCM na muasisi wa nchi Mwalimu Julius Kambarage Nyerere ndipo alizaliwa. Kwa hiyo kuzaliwa kwa bibi huyu na kuzaliwa kwa baba wa taifa kunatupa picha gani? Kunatupa ujumbe kwamba Mwalimu Julius Kambarage Nyerere alituachia tuzo kubwa sana katika nchi yetu ambao ni umoja, mshikamano na umoja wa kitaifa. Ambapo leo unaona kwamba mimi natokea Njombe, naweza kuwa mwenezi Meru, mtu wa Meru anaweza kuwa mwenezi Mwanza. Kwa hiyo hakuna mtu wa kumuuliza anatoka wapi mtu. Badala yake ulikuwa unaulizwa kwamba wewe ni Mtanzania. Kwa hiyo tuliunganishwa na kitu kinaitwa nini? Tanzania. Kwa hiyo tukatoa wito kwamba tunahitaji sisi wa Tanzania wote kwa pamoja tumuombee sana Mheshimiwa Rais Daktari Mama Samia Suluhu Hassan. Watu hawajui umuhimu wa rais. Labda niwaeleze kwa kifupi. Mwalimu Nyerere alishasema siku moja, namnukuu, kwamba mtu yote katika nchi anaweza akatikiswa na nchi sitikisike, lakini akitikiswa rais nchi inatikisika. Kwa mantiki kwamba rais ni kiungo kikubwa sana na ndio injini ya nchi, lakini pia rais ndio mwenye mamlaka makubwa sana katika nchi yetu. Kwa hiyo tunatakiwa tufanye kazi ya kumwombea maisha marefu, amani, busara, hekima katika kuiongoza nchi. Tumeona natoa mfano sasa hivi ukiangalia nchi kama Marekani, Israeli wakipigana na Mwirani. Umeona kwa muda wiki tatu tu dunia imetikisika. Sasa hivi mafuta yamepanda, maisha yamepanda, watu wanauana, wanakimbia huku na huku. Kwa hiyo unaona kwamba marais tukisipokuwa na rais imara na tukamwombea maisha marefu na busara ya kutosha, tunaingiza nchi katika nini? Katika hatari. Kwa wito wangu kama katibu mwenezi wa CCM wa Ulaya, nimetoa wito kwamba
wananchi tumuombee Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari Mama Samia Suluhu Hassan awe na maisha marefu, lakini pia tudumishe umoja, mshikamano, lakini pia watu ambao wanataka kuharibu umoja wetu wa kitaifa, basi tuwaogope kama ugonjwa wa ukoma, kwa sababu mwisho wa siku tukitoka kuulizana makabila tutakuja kuulizana dini, tukisha kuulizana dini tutakuja kuulizana unatoka wapi. Mwisho wa siku unakuja kunakuwa na vita vya nini, vya kikabila. Kwa mimi nisema kitu moja kwamba tuna kila sababu ya kuiombea nchi yetu. Rais anatoka kwa Mungu. Kwa hiyo wamwache Daktari Mama Samia Suluhu Hassan afanye kazi yake ya urais, wasimsumbue. Na sisi kama CCM, kama wanachama wa Chama cha Mapinduzi, tuna kila sababu ya kumlinda, kumtetea na kumpambania, kuhakikisha hakuna mtu yote anaweza kumtikisa wala kumsumbua rais wakati akifanya kazi yake ya kikatiba ya kutekeleza ilani ya Chama cha Mapinduzi. Kwa hiyo hayo ndio mambo ambayo anaweza kuyasema, kwamba hao wanaojipanga wajia ya urais hawana nafasi na hata kuwa na nafasi. Rais anatoka kwa Mungu. Kwa hiyo watu wote sasa kazi moja kutekeleza ilani ya Chama cha Mapinduzi. Uchaguzi tulishamaliza mwaka jana, sasa hatuna uchaguzi tena. Tunashangaa tunazungumzia urais 2030. Wanakula mbegu. Sasa baba Taifa anasema hakuna tabia ya kishetani kama mtu kula mbegu. Sasa unakula mbegu hapo, wewe ni mkulima, unataka kupanda, utavuna nini? Tumepitisha sisi imeshashinda, tunatekeleza ilani ya Chama cha Mapinduzi ili 2030 tuje tuwaombe tena wananchi. Sasa tukianza kujimiana sisi kwa sisi, sikula mbegu huko. Kwa hiyo haiwezekani. Mimi nawaambia wanapoteza muda tu. Waangalia kipindi cha 2015 waliojipanga kuwa rais walikuwa rais? Hapana. 2020 waliojipanga kuwa rais walikuwa rais? Hapana. Walikuja mtu mwingine tofauti na kwa rais. Kwa hiyo Chama cha Mapinduzi kina utaratibu wake wa kumwandaa kiongozi kwa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Nambari 1 ni CCM. Jamani, nambari 1. Nambari 1.